Kwanza kabisa napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika hapa leo katika mkutano huu maalumu wa uwekezaji wenye dhamira na lengo la kuifungua Pemba, hususan uwekezaji katika kisiwa cha Pemba. Kwa hivyo nimefurahi kuona kwamba mkutano watu wengi wamehudhuria na tumezungumza fursa zilizopo hapa Pemba ambazo ni nyingi katika maeneo mbalimbali ikiwemo utalii, uvuvi, bandari na kadhalika. Kwa hivyo ni matarajio yetu kwamba mkutano huu utakuwa ni chanzo cha uwekezaji mkubwa katika kisiwa cha Pemba ili tuweze kuifanya Pemba nayo iende kwa haraka kama ambavyo Unguja na kwenda. Kwenye upande wa miundombinu kwa mfano, barabara zinajengwa kutoka Chake Chake kwenda Mkoani, Chake Chake kwenda Wete, lakini vile vile tunajenga uwanja wa ndege wa kimataifa katika kisiwa hiki, na hivi sasa baada ya miundombinu hiyo hakuna sababu kwa nini tusipate wawekezaji kuja kuwekeza katika sekta mbalimbali. Unapozungumza wawekezaji pamoja na miundombinu, Mheshimiwa Rais, strategy plan iko vipi? Maanake ili kuhakikisha wawekezaji waje kushuhudia ile plan, especially Pemba na especially zile kama unavyosema ile maeneo ambayo undeveloped, labda hili unalizungumzia vipi? Naam, ni kweli kwamba ZIPA wamezindua mpango mkakati wa mwaka 2025 hadi 2030, mpango mkakati wa miaka mitano wenye lengo na dhamira ya kuweka kipaumbele katika maeneo muhimu ya uwekezaji. Na kwa hapa Pemba tuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba. Unaweza ukapata ile tunayoita mwekezaji wa kimkakati, yani strategic investor status kwa fedha ndogo zaidi kuliko Unguja. Hapa kwa dola milioni 5 tu unaweza ukapata hiyo status, lakini vile vile kwa dola milioni 2 kama utaajiri wafanyakazi zaidi ya 100 unaweza ukaipata hiyo status. Kwa hiyo kuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba ili kuwashajiisha wawekezaji waje kwa wingi hapa Pemba, lakini kama ulivyosema, mpango huu mkakati una dhamira ya kukuza uwekezaji nchi nzima, lakini hususan Pemba imewekewa vivutio maalum ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Na kuhusu sheria, pamoja kwamba tunasema sheria yetu ni bora, lakini sheria zinatakiwa zigeuke mara kwa mara ili kuzidi kuvutia investor. Hii sheria unaizungumzaje, kwamba tuna mpango kwamba turekebishe zaidi ili wapate kuja especially for Pemba? Sheria yetu ni mpya, hivi karibuni tulifanyia marekebisho, yale maeneo yote yaliyokuwa yanaonekana yana utata tumeyarekebisha. Sasa hivi sheria yetu ni nzuri kabisa, na hii tunayoita kanuni regulations zilizozinduliwa leo pia zina lengo la kuifanya sheria iweze kutumika vizuri zaidi. Lakini mpango mkakati kitu cha tatu hicho ambacho kwa mara ya kwanza ZIPA wanatoa mpango mkakati wa miaka mitano. Haya yote yana lengo la kurahisisha ufanyaji wa biashara, uwekezaji katika nchi yetu, na naamini kabisa kwa sababu yote yameshakaa sawa haya na vivutio ni vizuri sana, na tukifanya makongamano kama haya wawekezaji wengi wanakuja kuhudhuria bila shaka. Ikiwemo sasa hivi utoaji wa jarida la ZIPA linaloonyesha fursa za uwekezaji. Sina shaka kabisa kwamba katika muda mfupi ujao tutapata wawekezaji wengi katika nchi yetu, upande wa Unguja na upande wa Pemba, ili waendelee kuwekeza kama tunavyotaka. Kwa swala mwisho, Mheshimiwa Rais, social corporate kazi wa Micheweni eneo hili, na kwanza kwamba kuna sheria inakuja kuhusu swala hilo, labda hii unazungumzaje kwamba wasio na hofu na watarajie ajira na mabadiliko katika hali yao za maisha? Naam, katika hotuba yangu nimelieleza swala hilo kwa kina kabisa. Maana kuvutia uwekezaji sio kwamba aje mwekezaji apate vivutio, apate fedha yeye. Uwekezaji unataka na wananchi wanufaike kwa ajira, lakini wanufaike kwa vile vile kufanyiwa maendeleo, miradi ya kijamii ile tunayoita corporate social responsibility. Maana yake kwamba kila anayefanya biashara hapa aone umuhimu wa kuwasaidia wananchi katika sekta ya afya, katika sekta ya elimu, katika kuwapa uwezeshaji wananchi kiuchumi na kadhalika. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba sheria zetu zinawataka wawekezaji watoe, isiwe hiari tena, iwe ni wajibu wao kuhakikisha kwamba wanatoa fedha za wanazopata kama faida, sehemu fulani ya faida, kuweza kuwasaidia wananchi walioko maeneo ya jirani, lakini kwa upande wa Pemba, kwa Pemba nzima tuseme, kwa sababu tunatarajia kwamba uwekezaji utakuwa kila sehemu hapa Pemba. Mheshimiwa Rais, tukushukuru sana.